Dakika 90 zimeweza kutamatika katika dimba la Meja Jenerali Samuyo, tukimshuhudia mnyama akiunguruma kwa ushindi wa bao 3-0. Tayari kwenye touchline ni naye Mwanambungo Junior. Mwanambungo Junior, tumeweza kushuhudia mechi ya mnyama akiweza kumaliza na ushindi wa bao 3, huku mzee wa kujitutumua Nixon Kibabage akiweza kuonyesha kiwango bora zaidi katika mchezo huo, na huku Neo Maema akifufuka katika mchezo huu. Ipi taswira yako juu ya mchezo huu? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu ya rehema, mwenye kunemesha neema kubwa na ndogo, kwa kuweza kutufikisha jioni ya leo na kuweza kutupa afya njema, kwa kuweza kushuhudia mchezo wa ligi kuu NBC ligi kati ya Simba Sports Club mwenyeji dhidi ya TRA ndani ya Meja Isamuhyo Stadium. Ulikuwa mchezo mzuri wenye ushindani, wenye kuleta kila mmoja akihitaji matokeo kwenye mchezo ule. Kiangalia TRA kwenye mchezo uliopita alikuwa kwenye kiwango kizuri dhidi ya Young Africans Sports Club. Matokeo anapata matokeo ya sare ya bila kufungana, mechi ambayo ilomfanya kuwa na morali kujia kwenye mechi ya leo dhidi ya Simba Sports Club. Lakini yote kwa yote, dakika 90 zinamalizika, Simba Sports Club goli 3, TRA 0. Kwangu ulikuwa mchezo mzuri kwa timu zote mbili, isipokuwa nzuri zaidi kwa Simba Sports Club kwa sababu wao ndi timu ambayo imeweza kuibuka na matokeo ya goli 3 kwa bila dhidi ya TRA. Lakini kuna matukio kadhaa, ni matukio ya kawaida. Kuna wakati tunaweza tukasema matukio ya mpira. Ukiangalia mchezo ulikuwa mzuri kwenye pichi, lakini shida iliyokuwepo sasa hivi kwenye ligi yetu, inaonekana watu kama kila wakati watakuwa wanalalamika, kila wakati wanazungumza maneno yale yale, lakini ni vitu ambavyo vinajirudia kila siku. Unajua hakuna kitu ambacho kinakwenda kuiharibu taswira ya ligi kuu NBC Tanzania bara kama haya maagizo ya kabla ya mchezo yanayotoka kwa baadhi ya viongozi na baadhi ya watu ambayo wanaomiliki hawa marefali na wanawapanga kwenye baadhi ya mechi. Ukiangalia mechi ya leo, mechi ilikuwa nzuri kwenye timu zote, mechi ilikuwa nzuri, lakini angalia pigo la penalti lililokuja kuadhibiwa leo, wanaadhibiwa TRA. Ni pigo ambalo limewafanya kabisa kuwarudisha chini kwenye morali yao na kuwaondoa kwenye focus yao ile ambao walijipanga nao kwenye mchezo. Haikuwa penalti sahihi, haikuwa penalti sahihi. Unaona kabisa Nixon Kibabage amechukua mpira na dribble, anaingia ndani, mtu hajainua mguu, hajamgusa, anaanza kudrive mwenyewe, anaruka. Cha ajabu kabisa, referee anafunika mkwaju wa penalti. Kwangu haikuwa penalti, lakini isipokuwa yote kwa yote tutawalaumu sana hawa waamuzi, lakini kwa sasa ukiangalia wanaopaswa kulaumiwa basi ni hawa bodi ya ligi, kwa sababu ndio wanawapanga marefari na kuweza kuwapa maagizo. Yani ligi yetu ilipofikia sasa hivi, yani favor, yani marefa wanalazimishwa wakaamue mchezo, timu moja ipate matokeo na timu nyingine ikandamizwe. Hatuwezi kuwa na ligi bora kama tutakuwa na marefari wa design hii, lakini naamini kama mechi zote tutakuwa tunamaliza kwa haki ya michezo kama ilivyo kwenye mechi nyingine, kwa mechi ya mulio kwa sheria 17 za mpira wa Tanzania, tutakuwa na ligi bora tofauti na ligi yetu tulipokuwa nayo hivi sasa. Ligi yetu ilikuwa nzuri, ligi ilikuwa nafasi ya 4 kwenye ubora, lakini kwenye maamuzi ya ajabu kwenye baadhi ya michezo. Leo hii tunazungumza ligi ya Tanzania ikiwa nafasi ya 6. Hii kwa bahati mbaya, yani inakuja kwa mahususi kabisa, kwa mipango madhubuti inayofanya, yani kupata timu moja iwe hivi na timu nyingine zilizobaki kwa hivi. Hatuwezi kuwa na ligi inayoendeshwa na ligi hiyo. Naamini kabisa kama tutakuwa na waamuzi hawa kwenye ligi zetu, tutaishia siku zote kuwaona kwenye michezo ya Ndondo Cup wakichezesha, sio kwenye mashindano yote ya kimataifa kuweza kumtoa refari aliyekuwa bora na kwenda kwenye mashindano yote makubwa yanayosimamiwa na CAF ama FIFA. Hatuwezi kutoka kwenye ligi. Leo hii ukiangalia Kenya, Uganda wanawashinda kabisa Tanzania. Ukiangalia ligi ya Tanzania inaonekana juu, lakini yani ligi ya Tanzania iwe juu, marefa wanaonekana wenye viwango vya juu watoke Uganda na Kenya. Sio kweli. Hapa unaona kabisa wenzetu wanakuwa na ligi bora zenye ushindani, wanapata timu bora zenye ushindani. Sisi tunakuwa na ligi bora zinazoongozwa na waandishi wa habari, lakini sio uhalisia wa matokeo na zinazoongozwa kwenye ligi yetu ya Tanzania. Pigo la penalti limewaadhibu sana TRA, ilikuwa sio nani, lakini yote kwa yote huwezi kubadilisha matokeo yote. Mechi ilikuwa nzuri. Goli 3, goli la Neo Maema, halikuwa goli lenye dauti yoyote. Ukiangalia goli la 3, goli la Yusuf Kagoma halikuwa na nani, lakini hayo yote yanakuja kwa sababu ulishawapunguza nguvu toka mwanzo kwa kuadhibu kwenye mkwaju ambayo hawakustahili kupata Simba Sports Club. Ndugu yangu Anwar,
Lakini ukitazama ni kama vile klabu ya Simba hususa kwa wachezaji, morali imezidi kuwa kubwa baada ya Young Africans kuweza kutoa sare, na matumaini ni kwamba huenda msimu huu ikawa ni msimu wa bahati kwao. Mimi ni kweli ukiangalia kama morali yao imepanda sasa hivi, kwa nini imepanda? Morali ya Simba Sports Club inapandishwa na Young Africans Sports Club wenyewe. Kwa sababu gani? Kudrop kwa kila mchezo wanaambulia kutoa sare kwetu sisi Young Africans Sports Club. Hii inampa mpinzani nguvu ya kuendelea kupambana, kwa sababu anaona anachokipambania kumbe kinawezekana. Lakini pamoja wameongeza morali. Ukiangalia Young Africans Sports Club mechi ya 3 mfululizo anapata sare. Amepata sare dhidi ya Azam, amepata sare na TRA, amepata sare na Mtibwa, lakini amepata sare na TRA. Huyu tunasema leo hii morali imepanda. Wakati Yanga anapata sare na TRA, yeye alipata matokeo gani? Na alipata sare ya magoli ya kufungana goli moja kwa moja. Iko wapi morali? Isipokuwa mimi ninachoweza kusema, yani flavor anazozipata, maagizo anayopata marefali ndio inomfanya yeye kuwa na morali na kuweza kuendelea kupambana, kwa sababu anaona kumbe inachotakiwa sisi ni kupambana tu, visaidizi vingine vipo tunavyovipata kutoka kwenye vyanzo vingine, kimfano kama kwa marefali, mfano kwa bodi ya ligi. Ukiangalia tu kuna maamuzi yanayofanywa, si maamuzi tu ya kusababisha wao wapate matokeo. Hata ukiangalia aina ya adhabu tunazopata leo hii, ukiangalia mkwaju wa kwanza wa penalti anapiga Selemani Mwalimu. Kama adhabu ingekuwa imetenda haki kama kwa timu nyingine walichokuwa leo, mechi ya leo Selemani Mwalimu alikuwa hastahili kucheza, lakini ndio zile flavor ambazo tunazopanda. Huyu anafungiwa mechi 5, huyu hapa mechi 3. Kwa nini anafungiwa mechi 3? Ili uweze kuona, na kweli inaonyesha kama angefungiwa mechi 5 leo asingefaidika kwenye ule mkwaju na kupata goli alilofunga leo kwa njia ya mkwaju wa penalti. Hizi flavor kuanzia za kwenye adhabu, kuanzia maamuzi ya uwanjani ndio inawapa nguvu Simba Sports Club kuendelea kupana. Ndugu yangu Anwar, umesikia kuna tetesi sisi zinazungumza Dimitri Pantev kuja Young African Sports Club. Kocha tatu, kocha mwenye mifumo zaidi katika mwili wake na sio kwenye vitabu. Yani kitakuwa kitu cha ajabu ambacho kitakuja kutushangaza sana. Sidhani kama Young African Sports Club mpaka sasa hivi tutakuwa tumefeli kiasi hivyo. Dimitri Pantev huyu ambaye tumemuona kabisa. Dimitri Pantev hana mbinu mbadala. Dimitri Pantev ni kocha wa kawaida sana, kumleta ndani ya Young African Sports Club yani kitakuwa kitu cha ajabu, na sitarajii kwa uweledi na macho waliokuwa nayo Young African Sports Club kama wanaweza kumleta kocha kama Dimitri Pantev ambaye aliyokuja kwenye ligi kuu ya NBC hakuweza kudumu kuitoa Simba pale walipostahili na kumfungashia vilabu. Kwangu hizo tetesi si za kweli, na siamini kama kweli Young African Sports Club tunaweza tukabugi na kumleta Dimitri Pantev Young African Sports Club. Yani nitafurahi na nitasherekea na nitakuwa na 100% Young African Sports ni bingwa 25 26, ubingwa mara ya 5. Kama nitaambiwa anaondoka Petro na hapa nikiambiwa Mirudi Hamdi anarudi Young African Sports Club, lakini sio Dimitri Pantev, ndugu yangu Anwar. Bwana, tukiyaweka kando hayo ya mwalimu Dimitri Pantev, bwana, Nixon Kibabage, hususa mashabiki baadhi wa Young Africans wamekuwa wakimtupia lawama kwamba kipindi yuko Young Africans, hususa ni Ali Shaban Kamwe anasema kwamba kipindi yuko Young Africans alikuwa hapigi cross ama kujituma kama ilivyo hivi sasa ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hapa ukiyatafsiri maneno ya Ali Shaban Kamwe unaweza ukaona kama vile amemsifia Nixon Kibabage au amemponda, lakini hakumponda. Yani tunachotakiwa kujua sisi watu wa mpira ni midhani gani. Yani Nixon Kibabage alikuwa Young Africa. Sawa, alikuwa Young Africa. Kwa nini alikuwa apate nafasi? Quality zilizokuwa Young Africa na uwezo wake vilikuwa vitu viwili tofauti. Lakini anatoka pale anakwenda Singida Black Star. Simba Sports Club wanamuona Nixon Kibabage. Leo hii Simba Sports Club anakuambia Nixon Kibabage ana kiwango kikubwa. Ni nani ambaye anaenda kushindana naye kwenye Simba Sports Club? Midhani ya Simba quality ndogo za wachezaji wako pale, ndio maana unauona uwezo wa Nixon Kibabage uko pale. Lakini mchukue Nixon Kibabage huyu ambaye wanaokuambia sasa hivi ana talent kubwa, sio uwezo mkubwa, mchukue mrudisha Young Africa pale aenda akacomplain na zile beki mbili sio kwa pale, hawezi kupata nafasi. Lakini muangalie yuko Simba Sports Club anashindana namba 8 na Mligo mchezaji wa kawaida sana, ni mchezaji mdogo, na ndio maana unaona quality ya Nixon Kibabage unaiona anapata nafasi Simba Sports Club na kuona kama vile wameziba hiyo nafasi. Lakini huwezi kumchukua Nixon Kibabage ukamrudisha tena kwenye mizani ya Yanga hapo akaleta ushindani akapata nafasi.
Unamwona anapata nafasi Simba Sports Club kwa sababu quality za wachezaji zilizokuwa kwenye position anazocheza hakuna mbadala ambaye anaweza kushindana naye, na ndio maana kiwango chake cha kawaida, lakini kwenye Simba Sports Club quality za wachezaji ndogo, ndio maana unamwona Nixon Kibabage. Kwangu mimi Nixon Kibabage ni mchezaji wa timu ndogo kama alipokuwa kwenye timu ya sasa. Udogo wa Simba Sports Club kwenye quality za wachezaji zilizokuwa, ndio maana unamwona Nixon Kibabage kama mchezaji wa maana, lakini hana kiwango chochote kilichobadilika. Nixon Kibabage aliyekuwa Yanga Afrika ndio yule yule ambaye kiwango kidogo, na ndio huyu aliyekuwa Simba Sports Club, ndugu yangu Anwar. Kuna scenario moja inasemekana kwamba wapo watu watatunza risiti, lakini pia ukirudi katika mchezo wa leo klabu ya Simba ilionekana ikihitaji alama 3 zaidi, lakini pia tumeona mwalimu akifanya rotation kwa baadhi ya wachezaji. Leo tumemwona Neo Maema akianza, lakini kwa muda mrefu hatukuweza kumuona Neo Maema akianza ndani ya kikosi hicho ambacho kwa kocha wa Young Africans Pedro Gonçalves yeye ameshindwa kufanya rotation ndani ya kikosi hicho, lakini kwa upande wa pili tumemwona Steve Barker yeye akiweza kufanya rotation ndani ya kikosi chake. Ni kweli hata sisi Yanga Afrika tunapiga sana kelele kwenye swala hilo, na ndio maana unakuta sometimes tunatoa injuries zilizokuwa nyingi kwa sababu wachezaji wanatumika sana muda mrefu ikiwa tunashindwa kufanya rotation. Leo ukimwangalia kocha wa Simba Sports Club Steve Barker, kuna maingizo kibao, achana tu Noe Maema leo umeona, yani achana tu, sio tu Noe Maema, wewe wachezaji kadhaa ukiangalia amefanya rotation na wote wamekuja wamecheza vizuri. Kwa nini wale wachezaji ambao walikuwa wamecheza vizuri? Simba leo wamecheza kwenye kujiamini. Sawa. Kwa hiyo mwalimu ameuondoa uoga, ameamini kila mchezaji wake, na ndio maana unaona leo na Maema ameanza na amecheza vizuri na kuweza kufanikiwa kupata goli la pili inafungwa na Simba Sports Club kutoka miguuni kwa Noe Maema. Hii uoga mwalimu, yani sisi ndio hichi tunachopigia kelele. Mwalimu wetu tunapenda sana naye aache uoga, atumie baadhi ya wachezaji ili kuweka nguvu kwa wachezaji mwingine kuweza kupumzisha mili. Yote kwa yote Simba Sports Club amepata, tuwapongeze watani kwa kuweza kupata matokeo leo kwenye mechi muhimu na matokeo muhimu. Tunakwenda kwenye break akiwa amekusanya alama 3 tofauti na kwenye mchezo uliopita. Pongezi kwa Simba Sports Club, pongeze kwa mwalimu wao kwa kuondoa uoga na kufanya rotation ya wachezaji na leo kumlipa na kuweza kumpa matokeo hayo. Bwana Mbungo Junior anamaliza namna hiyo juu ya yale ambayo tumekuweka bayana juu ya ushindi wa mnyama pale katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo akiweza kuibugiza TRA mabao 3 kwa nungi. Bana, tunamaliza namna hiyo hadi wakati mwingine, na kwaheri kwa sasa. Chao.